Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mashuke. Kuangalia kitu unachoweza kukifanya na kuacha yaliyokuwa na ugumu. Pumzi nzito yenye kushindwa kujitetea ipo karibu yako. Hii inatokana na mambo magumu na mabaya yaliyokuzunguka. Unatafuta kitu usichokijua kipo wapi. Unaonesha una nguvu ila huwezi kufanya kitu fulani. Kwa baadhi yenu miili yenu imepoteza nguvu ya kujitetea. Upo kwa kuhitaji msaada. Uchangamfu wako unapotea usoni kila unapokuwa na huzuni. Leo kutakuwa na kiza kwa wengi. Kutoelewa jambo linavyoenda. Kuwepo kwa mabishano na mtu kwa simu. Wakati huu unahitajika kuwa makini sana. Wasiwasi wako upe nafasi ya mwangaza ukuongoze. Kuna kitu kipo. Amini hivyo na utashuhudia. Nyota ya mbuzi. Kuchoma kitu chenye kutoa harufu kali sana. Utatoa taarifa ya mtu ambaye anajihusisha na mambo mabaya. Kichwa kukuuma sana. Kuelezewa jambo na mtu kwa uchungu. Utakuwa mkweli ili kumpa mtu nafasi ya kukuelewa zaidi na kukuamini. Kumwotea mtu ndoto mbaya. Kukutana na mtu sehemu ambaye hukutarajia kumuona. Utapata ujumbe wa muhimu. Mtu atakuzingatia na kukujali. Nyota ya ng'ombe. Kifundo au kinyongo ulichokuwa nacho pia kinakuwekea ugumu kwa mambo yako. Mtu uliyezani rafiki utakuja kujua kuwa ni adui kwako. Ulichokipoteza itakuwa na ugumu kukirudisha kwa kukosa kuwa na umakini. Kutoa pendekezo jipya. Utakuwa na matarajio ya ujio wa mtu. Utajulishwa ukweli utakao ukataa. Ng'ombe, usikumbatie kitu kitakachokupa majuto. Wema wa mtu unaondoka karibu yako. Safari mpya pia inawadia. Kutoa maana ya kweli ya ndoto. Kuna muda utakuwa unajihisi vibaya sana. Kwa baadhi yenu nguvu zenu zinawaadhibu kwa makosa mlioyawekea upofu. Nyota ya samaki. Kulichambua jambo zaidi. Watu wanakuelewa sasa. Ila kuna kipindi utakuwa mwenye ukaidi sana. Moyo wako unalia na kujipoza wenyewe. Unaweza kujihisi kufurahishwa na kitu ukumbukapo. Kwa wachache wenu kuna nafasi utaipokea. Japokuwa hutojiamini na kuhisi kama utashindwa. Kumpinga mtu kwa sababu nzuri sana. Nyota ya nge. Kufikiria kitu kinachojirudia. Upendo wa kinafiki utakuzunguka. Utapata pesa ila itaisha kwa haraka bila jambo fulani kutekeleza. Kwa baadhi yenu mtatekeleza jambo kubwa sana lenye faida. Utahisi kusalitiwa. Moyo wako hauna amani kabisa kwa mwenza wako. Kutembea kwa kuchechemea. Kujua mtu anakupenda. Kutabiri kitu kitakachotokea. Kusainishwa. Kupokea au kupata kitu ulichokitaka. Nyota ya kaa. Neno samahani utakuwa unalizungumza sana. Mtu anakupa unyonge moyoni mwako kwa fikra zake zinapokujia. Mara nyingi huachwa peke yako katika jambo unalohitaji usaidizi. Lakini sifa yako kuu ya utetezi huwa haikuachi pekee. Wiki hii ilikuwa na changamoto kwako. Ila maombi yako yamekuvusha. Kuwa makini na watu hasa wanaotaka kukuzoea kwa haraka. Nyuma yao wameficha silaha ya kiza ya kukuadhibia. Zingatia maneno yako. Sema kitu kinachounda furaha yako. Hicho ndicho kiweze kutendeka. Nyota ya punda. Mtu fulani anapokuwa mbali unakuwa mwenye kumwasa sana. Kuliko akiwa karibu. Mtakuwa wenye kukerana na kutamani asiwepo. Kujilazimisha kuamka. Kujiondosha kwenye fedheha. Utakuwa kimya kwa mtu kwa sababu. Kuingilia ugomvi wa watu ili kusuluhisha. Kuacha alama nzuri kwa jirani yako baada ya kufanya wema. Mtu atafurahia zawadi yako au maneno yako mazuri kwake. Utazungumza na mtu kwa hisia za kweli atakazokuelewa. Nyota ya simba. Utafanyiwa ukarimu ambao utakufurahisha. Kuona uzio katika njia unayopita. Unajulishwa utapitia hali nyingine tofauti na ulioizoea. Katika jambo lolote kikazi na mengineyo. Kuona mchwa wengi. Wanakujulisha kuna heri au neema utakayoipokea. Pia upo karibu na husda za watu. Kutuma salamu nyingi kwa mtu. Kuongea jambo litakalo kuweka huru. Kujishtukia na utaweza kufanya kitu kwa mtu. Simba,
Punguza mawazo yanayokuchosha akili. Nyota ya mshale. Utapatiwa sifa zitakazofurahisha moyo wako. Utaondoka sehemu kwa ghasia zilizopo. Mtu anahitaji kukufahamu zaidi ila hutompa nafasi. Kuchukia kuchunguzwa. Udhaifu wako utakapokuwa unaongelewa vibaya. Unakuwa mwenye maumivu sana. Tarajia kupata mtu wa kuishi naye, anaweza kuwa mgeni wa muda mchache kukufikia au vinginevyo. Utaujua ukweli wenye fumbo ndani yake kwa kulinganisha matukio. Mtu atakuomba msamaha. Utazizuia hasira zako au hisia za mihemko kwa mtu. Utajua tatizo la mtu analolificha. Watu unaowafahamu watapata aibu kubwa. Mtu fulani anakuhofia. Utapata somo au kujifunza kitu. Nyota ya ndoo. Utaonesha tabasamu la ulongo kwa kuficha maumivu ya ndani. Kwa baadhi yenu mtapitia kipindi kigumu ambacho kitafanya mkumbuke kitu. Mtu atakuja na taarifa njema zitakazokufurahisha. Unachokikemea kitaondoka sasa. Unajaribu kwa 100% kujipambania na kupambana kwa ajili ya wengine. Matokeo yake yatakufanya uwe na amani zaidi na kukupa nguvu. Nyota ya mapacha. Kuonesha chuki kwa mtu. Utamjibu mtu kwa kisirani. Kuzunguka sana kimazungumzo katika kufikisha ujumbe. Mtu ataonesha hali ya kuwa makini kwako. Kuangaliwa katika hali ya mshangao. Kupata wazo zuri la kufanya. Kumulikwa na kitu kwa mwanga wake machoni. Utaijua siri ya mtu. Nyota ya mizani. Hutotaka kugombana na mtu japokuwa na kufuata sana. Kupitia hali ya unyonge kwa jambo fulani. Kuhisi hali ya maumivu ya upande mmoja. Mtu anatarajia kukuambia ukweli. Kushindwa kuwa kwenye chaguo sahihi. Kuhisi mtu anakushauri vibaya. Utakuwa na chuki au kisasi kwa mtu. Kufurahi sana ili kumuumiza mtu moyo wake. Utakuwa muoga kumweleza mtu jambo linalokusibu. Kuna mtu atakuwa ni mwaminifu kwako. Utafanya jambo kwa usiri. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.